Muhtasari wa siku unaletwa kwako na Ikra 95.0 FM Nairobi. The station with a difference. Karibu mpenzi msikilizaji, hizi ni habari zetu kwa ufupi. Vijana wawili walionaswa wakidhalilisha bendera ya Kenya katika uwanja wa Nyayo wakati wa mechi wamepewa dhamana ya pesa taslimu shilingi 50,000 kila mmoja. Vijana hao wenye umri wa miaka 14 na 17 wanakabiliwa na mashtaka kuwa nchini kinyume cha sheria, kuharibu nembo ya taifa ya umoja, kudhalilisha bendera ya Kenya na kusababisha fujo. Hata hivyo hawakujibu mashtaka hayo. Hii ni baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP kufahamisha mahakama kuwa ripoti yake ya uchunguzi wa kesi hiyo haiko tayari. Naye Rais William Ruto mapema amewatunza wanariadha walioshinda nishani kwenye mashindano ya riadha duniani mjini Tokyo, Japan mwezi uliopita. Ruto aliandaa sherehe ya staftahi kwa kikosi chote kilichoshiriki mashindano ya Tokyo kikiongozwa na Captain Julius Yego. Beatrice Chebet ambaye hakuwepo wakati wa hafla hiyo alituzwa shilingi milioni 6 kwa kushinda medali 2 za dhahabu katika mita 5,000 na 10,000, huku Faith Kipyegon alipokea shilingi milioni 5 kwa kushinda dhahabu ya mita 1,500 na fedha ya mita 5,000. Na mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi imesitisha kwa muda shughuli iliyopangwa ya kuajiri polisi iliyokuwa ianze rasmi kesho kufuatia ombi la dharura la kupinga uhalali wake. Katika uamuzi uliotolewa, Jaji Helen Waswila alitoa maagizo ya muda kusitisha mchakato mzima wa kuajiri hadi ombi hilo lisikilizwe na liamuliwe. Na hatimaye ni kuwa mamlaka ya Uganda imekanusha kuwashikilia wanaharakati wawili wa Kenya wanaodaiwa kutekwa nyara jana katika mji mkuu wa Kampala. Mwanasiasa mkuu wa upinzani Bobi Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Kyangulanyi kupitia akaunti ya X alisema wawili hao, Bob Nyagi na Nicholas Ayo, walitekwa nyara na maafisa waliokuwa wamejihami wakiwa kwenye kituo cha mafuta na kupelekwa kusikojulikana. Hata hivyo, msemaji wa polisi Uganda Kituma Rusoke wamesema kwamba wanaharakati hao wawili wa Kenya hawako chini ya ulinzi wa polisi. Habari hizi ndizo ambazo tumewaandalia kwa ufupi. Habari kamili utapokea mwendo wa saa 12. Jina langu ni Madina Ida, wasihi nyote popote pale mlipo mzidi kujumuika nasi.